tunaandika historia, kwani haijawahi kutokea katika Afrika nzima kufanyika utafiti na uzinduzi unaoibua ushahidi kama huu unaoonyesha jinsi unyanyasaji wa watoto wa kike na wa kiume ulivyoenea katika jamii yetu. Tukumbuke kuwa hapa Tanzania nusu ya watu wake ni watoto. Watoto ni hazina kubwa ya taifa hili, kwani wao ndio kiungo kati ya kizazi na kizazi katika uhai wa taifa. Utafiti umeonyesha kuwa watoto wanaotendewa vitendo vya ukatili na udhalilishaji mara nyingi hukaa kimya bila ya kutoa taarifa katika vyombo vinavyoweza kuwalinda. Kwa hiyo hawanufaiki na huduma ambazo wanastahili kuzipata kutoka katika vyombo hivyo. Takwimu hizi zinatia huzuni sana, lakini ni lazima tuzitizame na tuzitizame kwa macho mawili na kuzitafakari ili tuweze kubuni njia madhubuti za kukabiliana na unyanyasaji huu. Hii study imegundua mambo mengi, imegundua ukatili unaofanywa majumbani, mashuleni, sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunachokifanya ni kufuatilia. Mimi na miaka 6. Nyumbani kule, nyumbani baba kunywa pombe, wametufukuza tukaja huku. Baba anakunywa pombe, alikuwa anataka kuchana na panga. Mimi na miaka 7. Baba alikuwa anakunywa pombe, anakuja anatupiga na panga, anatufunga kuna mti. Mama yuko Vizingani. Mimi tunakaa na baba. Atujipa alipokaa. Mimi nikiwa mtumishi wa Umoja wa Mataifa na mwanasheria, na muhimu zaidi nikiwa mzazi, natambua kwamba si rahisi kuleta mabadiliko mpaka kwanza tukubali kwamba lipo tatizo. Wazazi, walezi na walimu kwa upande wao wasisite kutoa taarifa kwenye vyombo vinavyohusika mara tu wanaposhuku kuwa mtoto fulani amefanywa ukatili au kunyanyaswa na mtu yeyote yule. Tuliwaomba kesi ambayo wanaiona itakuwa ni ngumu kwao na wana mtoto tayari yuko naye pale, waweze kuchukua hatua gani. Tuliwaomba waweze kutujulisha sisi, tuliweza kuacha namba za simu. Kwa hiyo tukawa tumeunda ule mtandao. Ndani ya Child Protection Team tuna mtandao, na moja ya mtandao wetu ambao tumejiwekea mikakati, tatizo lolote la mtoto litakapotokea wote tujulishane. Kwa hiyo wote huwa tunajulishana. Nilikuwa kwenye TV. Ulikuwa umeenda kuangalia TV? Ehe. Sasa ndipo nilienda kwenye TV. Sasa nikarudi, baba kaanza kunipiga. Baba akaanza kukupiga? Ndipo alifunga kamba, kesha akanywa chai tena akaondoka kazini. Akakuacha amekufunga hivyo hivyo? Kwa hiyo ulikunywa chai wewe? Kwa hiyo ulikunywa chai? Wewe hujanywa chai? Ndivyo mimi kamba zile ukatoa mikono mwenyewe ukawa umeikata. Kwa hiyo ulivomaliza kukata ukakimbia. Kwa hiyo wewe mkao mnalala wapi? Sisi tunalala kwa Mgembe huku. Pale Hamgembe. Mlikuwa mnakula nini? Wenyewe alikuwa anatafuta, anakuta ndizi, anaenda huko anapika. Una muda gani toka utoke nyumbani? Kama miezi miwili. Na mama yuko wapi? Ako Uganda huku, alienda kufanya kazi. Mama alienda Uganda kufanya kazi. Unaweza ukatupeleka nyumbani? Ndiyo.
Kwa ndio hapo. ndo babake mzazi. Yes. Sawa. Okay. Tunamwomba mtoto wako. Kabla hata sijakuuliza jina, mimi kwanza na shida la mtoto. Mtoto Ayubu. Ameenda wapi? Alitoroka. Hapo na mpaka sasa hivi sijamuona. Ana muda gani toka atoroke? Karibu na mwezi. Karibu mwezi. Wewe mtoto wako ametoroka mwezi mzima. Umechukua hatua gani? Labda hiyo sijaichukua. Baada ya kuchukua hatua za kisheria hujui au hatua uliyochukua ni ya kuja kunywa pombe? Ndio. Subiri tumuite. Njoo baba, hebu kaa hapo. Huyu hapo namfahamu? Ni nani? Baba. Swali lingine. Huyu mtoto anasoma, si ndio? Darasa la ngapi? Sasa hivi angekuwa darasa la 3. Angekuwa. Kwa hiyo sasa hivi yuko la ngapi? Lazima ni hilo 3. Ujui mwanao anasoma darasa la ngapi? Umeona unamfuatilia mtoto wako shuleni. Sasa iko hivi. Kwa kuwa umeniambia nikupe adhabu ya kumlea. Sawa? Na ninataka umlee na nitamfuatilia huyu mtoto. Umeelewa? Iko hivi. Leo hii ninamwacha mtoto na wewe. Kesho asubuhi ninakuja. Sawa? Kufuatilia na kupanga mikakati yote jinsi utakavyomlea, kama unavyoita ni adhabu, lakini ni jukumu lako wewe kumlea. Sawa, tupote pamoja. Ndivyo itakavyokuwa, sawa? Kwa hiyo tunaona athari za mtoto kufanyiwa ukatili. Ripoti hii inatuonyesha mambo ya kustua kweli kweli. Kuna taarifa za kukithiri kwa ubakaji. Tunaambiwa kuwa katika kila wasichana 10 kuna wasichana 3 waliobakwa kabla hata hawajafikia umri wa miaka 18. Zimo pia taarifa za kutisha kuhusu ukatili unaofanywa shuleni. Imeelezwa kuwa zaidi ya nusu ya wavulana na wasichana wamefanyiwa vitendo vya ukatili na walimu wao. Katika kila wasichana 10 kuna msichana mmoja aliyenyanyaswa kijinsia na mwalimu wake. Hali hii haifai kabisa. Tusivumilie hata kidogo. Kutokana na hii study ambao wamepita mashuleni na kila mahali, imeonekana kwamba kweli ukatili wa watoto shuleni unasababisha wakati mwingine watoto msiweze hata kupenda shule. Kwa hiyo ili muweze kwenda shule, viboko vinapungua, lakini hasa nia yetu viwe hamna kabisa. Majina yangu ni Renate Mushwahiri. Mimi ni afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya wilaya ya Bukoba. Tunayo timu ya wilaya inayofanya kazi na ulinzi na usalama wa mtoto. Timu hii ilipata mafunzo rasmi chini ya ufadhili wa Pakiti Tanzania ikishirikiana na Pharma Excess pamoja na watu wa Marekani ili kujengea uwezo watumishi na hasa watu wanaohusika na watoto walio katika mazingira hatarishi ngazi ya wilaya. Kutokana na hizo semina, katika mafundisho ambayo yametolewa ngazi ya wilaya, tumefundisha makundi mbalimbali ya kijamii juu ya ulinzi na usalama wa mtoto. Tumeendesha semina kwa kamati za vijiji zinazohusika na ulinzi na usalama wa mtoto, kamati za watoto walio katika mazingira hatarishi. Tumefundisha semina kwa volunteers ambao wanahudumu ngazi ya vijiji pamoja na maafisa watendaji wa vijiji, maafisa watendaji wa kata na uongozi mzima katika level ya kata katika ulinzi na usalama wa mtoto. Tusome, tukielewe na tuweze kufanya vitendo. Baada ya ukisoma hicho kitabu, tukaelewa kwamba kumbe kwenye jamii tunayoishi mna watoto wanaonyanyasika.
Kwa hiyo tuliona tukajifanya sisi, tukiona mtu anayenyanyasa mtoto, awe ni baba awe ni mama, tutamuita. Hatumpi onyo, ila tuna mzungumza kirafiki. Bwana we au mama we, unalofanya kwa watoto sivyo. Mtoto anastahili kupata malezi kama watoto wengine, hata kama sio wako. Lakini kama ukishachukua jukumu la kumlea, lazima umlee ipasavyo. Bahati mbaya nzuri, ilitokea familia moja, baba na mama wana watoto. Baba akafariki. Baba baada ya kufariki, yule mama akawa nyingi sana. Sasa ile nyingi ilivyozidi, watoto huku kwetu kunafunza huku, mpaka mtoto akaanza anatembea hivi, mnaona? Akifika kwenye changarawe, mama yangu we, utalia. Siku hiyo ikabidi sisi wenye kikundi tukamuita, mama we, hao watoto vipi, mbona unawafanya hivi? Na sababu ni tabia yako ya kunywa kila kukicha. Sasa mimi nitafanyaje? Bila pombe siwezi kulala. Tukamwambia utalala, kwa sababu ukinywa pombe mawazo yanapungua pale pale. Lakini pombe ikiisha, mawazo yanarudi. Tukamzungumza mara ya kwanza, mtafikiria. Mara ya pili tukaona anaanza kujirudi. Vitoto vinaanza kunawa usiku, vinaoga. Tukamshawishi mpaka na yeye akaingia kwenye wezi. Kuingia kwenye wezi, mamangu huwezi kuamini. Mwanamke mwenyewe unadhani yuko mbali, huyu hapa. Kukiri kuwa kuna tatizo ni jambo gumu, lakini Tanzania tayari imechukua hatua hiyo ngumu kwa kuanzisha utafiti huu, na sio tu kuanzisha bali kuusambaza na kuweka hadharani. Ndugu zangu, mtoto anaishi kwa wasiwasi, akihofia kuwa wakati wowote anaweza kupigwa, kusimangwa au kunajisiwa, hata kuwa na maendeleo mazuri shuleni kwa sababu atakosa utulivu unaotakiwa kufuatilia masomo. Aidha, ukweli mwingine uliojitokeza katika utafiti huu ni kuwa mara nyingi watoto wanafanyiwa ukatili na ndugu na jamaa wa karibu ambao ndio walipaswa kuwa walinzi wao. Huyu mtoto nilionaye hapa pembeni ni mtoto mjukuu wa dada yangu. Huyu mama yake alipoona maisha yanakuwa yanamuia magumu au yalikuwa ni mazuri sijui, aliondoka akamwacha pale. Akachukua nikaja nako hapa. Hasa huyu mtoto alikuwa amezaliwa na baba yake, ila kumuoa yule dada alikuwa na yani amezaa naye kama mzazi mwenzie. Mtoto akaona kwamba mama huwa ananionyesha kwamba pale ni nyumbani kwetu. Mtoto akaondoka akaenda pale. Alipofika pale walimfukuza. Kumfukuza ndio mtoto akabaki kulia tu yuko peke yake. Kwenda pale nikamkuta yuko pale, ndio tukaja naye hapa nyumbani. Niliongea naye akasema kwamba sina chakula cha kumlisha huyo mtoto, hatumtaki. Huyu ni mtoto wako? Huyu alikuwa mtoto wangu. Sasa yaani sina uwezo kabisa. Ndio. Kwa sababu hivi sio mtoto wako tena? Sio mtoto wangu. Kwa sababu gani labda? Sababu nazielewa mimi mwenyewe. Na miaka 11. Huyu mama aliniacha nikiwa nasoma darasa la 3. Ndio akaja akatoroka mpaka sasa hivi hatujui alipo. Baba mna ndiye ndaga akanifukuza.
mafunzo yameniongezea kitu fulani, kuwa na ule huruma kuhusu mambo kama hayo ya watoto wanaotelekezwa. Unao hilo huwa anatuambia kwamba mchukue hatua ili niweze kukaa na huyu mtoto vizuri. Ni lazima ulinzi na usalama wa watoto uwe ni wajibu wa jamii nzima. Hatuna budi kujenga jamii ambayo haivumilii na inachukia vitendo vya ukatili kwa watoto. Ni lazima tujenge jamii inayojipa jukumu la kukemea, kulani na kuwaadhibu wale wote wanaotenda ukatili huo. Tumechukua sasa hatua za kuelimisha askari kujua wajibu wao katika kumlinda mtoto, na sisi ni sehemu ya kamati iliyoundwa hapa mkoani ya ulinzi wa mtoto. Wako askari wetu kule, kwa hiyo wameshiriki kamilifu kuelimisha jamii. Kazi yangu kubwa katika jeshi la polisi pia ni askari ambayo ninafanya kazi za polisi, lakini pia tuna dawati ambalo la jinsia, wanawake na watoto. Na kazi yangu kubwa ni kuona jinsi gani haki inatendeka kwa watoto. Ingawa ni muhimu kuwa na sera zinazolinda usalama na maslahi ya watoto, jambo kubwa zaidi ni kuleta mabadiliko katika fikra za watu waweze kuwa na mtazamo sahihi kuhusu swala hilo. Baada ya kupata haya mafunzo ya ulinzi na usalama kwa watoto, je, huko mtaani kwetu tuna watoto wa aina hiyo, si ndio? Je, tumefanyaje na watoto au tumewasaidia vipi? Kuna kuna watoto walioachwa na baba yake na mama yao. Wale watu walioachwa hawakuwa na msaada popote na msimamo popote. Tulipoanza kikundi chetu cha mazingira magumu, tukaona jamani, tutafanyaje ili tuwapate kuwasaidia wale watoto? Ikabidi tukae tujadiliane, tuwaambie wakubwa wetu, tukaanza kuwasaidia. Walikuwa hawana, kwanza nyumba ikaanguka, ikabidi sisi wenyewe kikundi tuchange hela, tutoe kidogo kidogo tuwasaidie nyumba, wakapata nyumba mahali pa kujihifadhi. Imeenda watoto hawana chakula. Tufanyeje? Tujipige kwenye mfuko wetu, tuwe tunawasaidia. Tukawashauri watoto mrudi kwenye kikundi, tuwe tunawasaidia kidogo na nyinyi mnajiunga. Kweli watoto walikuwa wanakuja, wanahudhuria, wanaangalia mafundisho. Tumewasaidia mpaka sasa hivi, bado tunazidi kuwasaidia kwenye kikundi chetu hapo jirani. Ni baba alifariki 2004. Tulikuwa tunaishi na kaka. Mara mama na akafariki. Tukabaki watatu, mimi, huyu kakangu na kakangu mkubwa. Huyo kaitu mkubwa tukaishi naye kipindi nyumba bado iko hapo. Kaka kama zaka aliondoka tu ghafla. Akaondoka tukumuona. Hadi nyumba ikakaa hapo ikabomoka. Kakangu huyo tukasaidiana naye kupata matofali. Tukajenga hii nyumba, ndo tukasaidiana na majirani. Nilipohitimu la 7 sikushinda, nikakaa nyumbani. Ndo hao hapa wakaja wakasema tusaidie turudishe shule. Akasema sawa. Utafiti umeonyesha kuwa watoto wanaotendewa vitendo vya ukatili na udhalilishaji mara nyingi hukaa kimya bila ya kutoa taarifa katika vyombo vinavyoweza kuwalinda. Kwa hiyo hawanufaiki na huduma ambazo wanastahili kuzipata kutoka katika vyombo hivyo. Hivyo basi, ni lazima turejeshe imani ya watoto wetu katika vyombo hivyo. Tujenge mazingira ya kuwapa uhuru wa kujieleza, wakijua kuwa watasikilizwa kwa faragha, taarifa zao zitaheshimiwa na watalindwa ipasavyo. Tunakutana na kesi za aina nyingi, kwa mfano za kulawitiwa. Kuna watoto ambao wanakuwa wamelawitiwa. Kuna watoto wengine tumepata kesi za watoto ambao wana migogoro na sheria, walikuwa watoto 4. Na pia tumekutana na kesi za utelekezaji, kuna watoto wametelekezwa na wazazi wao. Na pia tumekutana na kesi za unyanyasaji wa. Pia kesi nyingine ambayo tulikutana nayo ni kesi ya ulawiti. Kuna mtoto wa miaka 10 anaishi na bibi yake. Huyo alikuwa akifanywa vitendo vya kulawitiwa kama miezi 4 iliyopita.
akampeleleza huyu mtoto kadiri labda ya uzoefu wa shughuli yake aliyozoea kuongea na watoto. Nilikuwa nimekaa na mimi nipo. Mtoto ndipo akamwambia, "Unaumia wapi?" Akasema, "Ninaumia tumboni." "Na wapi?" "Na huku matakoni." Mimi nikahisi labda ni kwa sababu ya zile nonda. Akamuuliza, "Niambie gani, labda walikufanyia vibaya?" Mtoto akasema, "Walinifanyia vibaya." "Nani?" Ndipo mtoto akaanza kusimulia moja mpaka mwisho. "Kijana mmoja." "Wapi?" "Alinivua nguo." "Wapi?" "Iringo." "Anaitwa nani?" Akamtaja. Simfahamu mimi. Sasa lakini akisema ananiangalia, akiniangalia na anasita. Nikambembeleza nikamwambia, "Mtoto wangu, sema tu. Si unaona vile unavyoumwa? Maana atakupa dawa utapona, alafu baskeli utakuwa unaendesha kwenda shuleni." Basi ndiye akaanza kumsimulia moja mpaka mwisho. Nilikutana chezema mzangu akaniita, akaniambia twende kwangu. Akanipeleka kwao, akanivua nguo, anaanza kunifanyia huku nyuma. Alikuwa ni mkubwa? Teko ananiambia atanipa hela. Hela. Nilichofanya yani mpaka nilisikitika, nikainama chini nikalia, Mungu wangu. Hivi huyu mtoto ana kisa kikubwa hata siweze kuniambia? Basi ndipo tukaondoka tukaenda hospitali. Tunahitaji pia kuimarisha huduma nyingine zenye manufaa katika ulinzi na usalama wa watoto, kama vile huduma za ushauri na huduma zinazokidhi mahitaji mahsusi ya watoto na vijana. Mtoto huyu atapewa ushauri. Tunasema ushauri wa kisaikolojia kwa sababu mara nyingi wanaathirika kisaikolojia kutokana na ile tukio. Atapelekwa katika vituo vya huduma na kupewa ushauri. Tulichokifanya kama timu baada ya kupata taarifa, tulimchukua yule mtoto, hatua ya kwanza kabisa tulimpeleka hospitali kwa ajili ya kucheki afya yake na kupatiwa kwanza ule msaada wa haraka. Baada ya hapo tuliwasiliana na watu wa polisi na utaratibu wa kumkamata yule bwana. Yaani tunaelekea kwenye utaratibu wa kumkamata, lakini pia vipimo bado madaktari bado wanaendelea kumfanyia uchunguzi yule mtoto. Kwa mfano kumpima magonjwa ya zinaa kama ameambukizwa, kucheki HIV status pamoja na vipimo vingine. Ninafurahi kufahamu kwamba Jeshi la Polisi Tanzania lipo mstari wa mbele katika mapambano haya, na kupongezeni polisi kwa uwajibikaji huu na kuhakikisha kuwa watoto wanapewa nafasi salama ya kueleza yaliyowasibu kwa ukweli na uwazi bila uoga wala haya, wakiamini kuwa watasikilizwa kwa dhati. Ninawaomba wazazi waweze kufuatilia sana mienendo ya watoto wao, na waweze kujua marafiki wa watoto wao. Na utakavyokuwa unakaa unamchunguza mtoto wako ndipo utakapoligundua tatizo mapema. Maana yake kuna mtoto mwingine tumeweza kupata kesi, ameathirika kabisa huko chini hapafai, lakini mzazi hajui. Mtoto anakuja kukuomba, "Nani aunti nisaidie dawa." Ukija kumchunguza ameodha. Imetokea wapi? Mzazi hajui. Unamwambia mzazi anaanza kulia. Kwa hiyo inabidi tena tuanze counseling kwa mzazi na yule mtoto. Hali kadhalika tuhakikishe kwamba mahakama zetu zinawapunguzia watoto dhahma kwa kuweka utaratibu bora wa kusikiliza haraka mashauri yanayofikishwa kwao na watoto wenye ujasiri wa kujitokeza kutoa taarifa. Tunaishukuru serikali kwa kuweza kuwezesha hiyo sheria kuwepo. Sheria hiyo ina msaada mkubwa sana kwa mtoto. Katika sheria hii vile tunaona kwamba hakimu mwenye mamlaka ya kuweza kusikiliza mashauri yanayomhusu mtoto ni hakimu mkazi. Kwa hiyo hakimu mwingine yoyote hana mamlaka ya kuweza kusikiliza mashauri ya watoto. Kwa mfano mahakama za mwanzo hairuhusiwi kulingana na sheria ya mtoto kwamba hakimu wa mahakama ya mwanzo ambaye sio hakimu kazi kwamba anaweza akasikiliza mashauri yanayowahusu watoto. Sasa hii inafanya kuondoa mrundikano kule na kesi inaisha mapema kuliko kufanya ule mrundikano kwamba lazima iwe mahakama ya mwanzo. Unajua mahakama ya mwanzo kuna kesi nyingi sana, na vile shauri linalohusu mtoto kwa utaratibu wa sheria mpya ya mtoto inatakiwa hata likija liendeshwe siku hiyo hiyo na kumalizika siku hiyo hiyo. Kuna taratibu za uendeshaji mashtaka ambapo mtoto anatakiwa akae tu
isiwe mahakama kwa Kiingereza tunasema informal, isiwe rasmi, mahakama isiwe rasmi. Unaweza ukakuta hakimu amevaa kama nilivyovaa sasa hivi, mwendesha mashtaka kama ni polisi hana magwanda wakati huo. Inaendeshwa katika chumba tu, sio mahakama ya wazi, inakuwa kwa faraga, mahakama inaendeshwa kwa faraga na mambo mengine mbalimbali ambayo kweli ni kwa faida kubwa sana ya mtoto. Wazazi, walezi na walimu kwa upande wao wasisite kutoa taarifa kwenye vyombo vinavyohusika mara tu wanaposhuku kuwa mtoto fulani amefanyiwa ukatili au kunyanyaswa na mtu yeyote yule, awe mzazi wake, mwalimu wake, jirani au jamaa, ili kuwanusuru na madhara zaidi. Tunapoungana na washirika wetu, washirika kama ninyi nyote mlio hapa, tunaweza kwa pamoja kukomesha tatizo hili la ukatili kwa watoto. Kila mshirika ana dhima yake. Haya mambo yote mazuri yatafanikiwa tukishirikiana sote, serikali, NGOs, mashirika ya nje wanaotusaidia. Si tunasema tunaweza kumaliza haya matatizo ambayo vijana wanapata. Tumeona ushirikiano ukiongezeka kati ya taasisi muhimu zinazowagusa watoto kama polisi, mahakama, magereza, watu wa shule yani walimu, idara ya ustawi wa jamii, idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, na taasisi zote hizo pamoja na mashirika mbalimbali yanayohusika na shughuli za watoto, yote yamekaa pamoja na kuunda timu za watoto za wilaya ambazo zimekuwa zinaangalia si tu swala moja moja la ukatili wa mtoto katika maeneo yao, lakini pia zinazungumzia juu ya mambo muhimu, yani issues ambayo yanapelekea watoto kuweza kufanyiwa ukatili. Na katika haya yote tumeona jinsi ambavyo mafunzo ambayo yametokea yalivyoongeza uelewa wa watu juu ya swala zima la ulinzi na usalama wa watoto. Kama mzazi ataona mtoto wa jirani yake anatendewa ukatili ama anafanywa unyanyasaji, yeye kama mzazi, hata kama unyanyasaji yule anafanywa na ndugu yake ama na mzazi ama mlezi wa mtoto yule, aweze kuchukua hatua. Kama ni kiongozi wa serikali ya mtaa ama mtu yote katika jamii, ana wajibu gani na nafasi gani katika kumsaidia huyo mtoto dhidi ya ukatili ambao anaupata. Kwa hiyo vikundi vimesaidia sana, na elimu hii katika vikundi imeweza kusaidia sana. Sasa watu wanachukua hatua, ama kwa kukemeana wao kwa wao, ama kwa kuonyana wao kwa wao, ama kwa kutoa taarifa pale ambapo wanaona kwamba mtoto anatendewa visivyo. Ukisema kwamba watoto wanakandamizwa, watoto wananyanyaswa, huna sababu ya kumlaumu mtu. Cha msingi wewe uliyeona umechukua hatua gani. Ndio maana nimepata ari kubwa kuona kuwa Tanzania, nchi yangu mwenyewe, inachukua hatua madhubuti kukomesha ukatili kwa watoto. Kwa kuwa tunayo dhamira ya dhati ya kulinda maslahi ya watoto wetu, yote haya yanawezekana. Hoja ni kwamba tunayoyazungumzia leo na yaliyojitokeza katika ripoti hii ni madhila halisi yanayowasibu binadamu halisi kama mimi na wewe. Imetokea kwamba binadamu hao ni watoto wetu wanyonge. Tusiruhusu hali hii ya unyonge kwa watoto wetu. Kwa hakika haki zao na usalama wao ni wajibu wetu sisi sote. Kwa hiyo basi, tukiwalea na kuwalinda watoto wetu kwa jicho la huruma na mapenzi, tutakuwa na uhakika wa kujenga taifa lenye kusimamia haki na ustawi wa watu wake wote. Aidha, wahenga walisema kuwa watoto wa leo ndio viongozi wa kesho. Basi tutayarishe viongozi watakaokidhi utashi huo. Tukishirikiana na kusimama pamoja, tunaweza kukomesha kabisa ukatili kwa watoto. Tunaweza kukomesha kabisa vitendo vyote viovu wanavyofanyiwa watoto, na tunaweza kuwapa watoto wa Tanzania fursa ya kustawi na kuwa na mustakabali mzuri ambao ni haki yao ya kuzaliwa. Watoto oye!